Sabato. Bibi yetu alizaliwa katika familia ya Mzee Rafaeli Karulama na Mayo Ana Maria mnamo tarehe 23 mwezi wa 5 1946 na kubatizwa mwaka 1946 katika parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu Kanyigo. Alipata komunio ya kwanza na kipaimara katika parokia hiyo hiyo. Alimaliza elimu yake ya msingi darasa la 8 katika shule ya Kashozi Girls mwaka 1961. Alisoma chuo cha ualimu Sumve College na kuhitimu mwaka 1964. Akajiendeleza elimu yake katika chuo cha ualimu Ndala Tabora na kuhitimu mwaka 1971. Bibi yetu alifundisha katika shule ya Ngara, Kashozi, Karoshe, Katerero, Katoma, Ishunju shule ya msingi kwa kipindi chote hadi alipostaafu kwa mujibu wa utaratibu wa utumishi mwaka 1999. Marehemu bibi yetu alifunga ndoa takatifu na marehemu baba yetu Mzee Sospis Kato Mutabuzi mwaka 1966 na Mungu aliwajalia kupata watoto 11 ambapo wawili kati yao wameshatangulia mbele ya haki. Raha milele uwape Bwana na mwanga wa milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Pia walibarikiwa kupata wajukuu 41 na vitukuu 10. Baada ya kustaafu kazi yake ya ualimu mwaka 1999, alijiunga na chama cha siasa cha CCM na alianza kushiriki shughuli za siasa. Alishiriki uchaguzi wa udiwani viti maalum kwa mara ya kwanza na kuteuliwa kuwa diwani katika uchaguzi wa mwaka 2000. Wananchi wa Ishunju waliendelea kumwamini na baada ya miaka 5 aliamua kugombea na kuchaguliwa kwa awamu nyingine 2. Bibi aliamua kustaafu siasa akiwa ametumikia kama diwani kwa mihula 3 kuanzia mwaka 2000 hadi 2015 alipostaafu siasa kwa hiari yake. Akiwa diwani alifanikisha kupata eneo na kufanikisha ujenzi wa shule ya sekondari ya kata Roemondo. Tunamshukuru kwa uthubutu wake katika kuisaidia jamii. Bibi alikuwa ni WAWATA harisi. Amekuwa kiongozi kwa nyakati tofauti katika WAWATA ngazi ya kigango na parokia. Mpaka mauti anamkuta, bibi alikuwa msimamizi wa watoto wadogo kanisani, mlezi wa watoto wa Ekaristi Takatifu, mlezi wa watoto wa utamadunisho, alikuwa mwana umoja wa Bikira Maria wa mateso 7. Bibi yetu alikuwa ni mtu mwenye upendo bila ubaguzi, mara zote alihubiri upendo bila kujali mipaka ya kifamilia. Bibi yetu aliamini zaidi katika umoja na sala, maana aliamini kwamba sala kwa Mungu ndio suluhisho la kila kitu. Bibi alianza kuugua mwezi wa kwanza mwaka huu 2026 na alianza kupata matibabu katika hospitali ya MFH Bukoba. Baadaye alionekana alipelekwa kwa uchunguzi zaidi, ndipo akaombewa rufaa ya kupelekwa hospitali ya taifa Muhimbili. Huko alipata matibabu kwa madaktari bingwa na afya yake ikarejea. Mnamo tarehe 15 mwezi wa 6 alienda kuhudhuria kliniki yake ya mwisho, akaruhusiwa kurejea nyumbani. Bibi alianza safari ya kurudi nyumbani Bukoba asubuhi ya tarehe 16 mwezi wa 6 2026. Alifika nyumbani hapa Ishunju akiwa mzima. Mara baada tu ya kuingizwa nyumbani alifurahia, akamshukuru Mungu. Alipofika kitandani kwake ili apumzike, ndipo mapigo ya moyo yalishuka ghafla akiwa ametulia. Ililazimika kupelekwa haraka mjini katika hospitali ya mkoa na alipokelewa chumba cha dharura emergency room kwa ajili ya vipimo. Hapo ndipo ilipogundulika kwamba bibi yetu Mama Valeria Nyamicho ameshaiaga dunia. Jina la Bwana lihimidiwe. Tunawashukuru ndugu zote, majirani walioshirikiana nasi katika kumkuza. Mungu abariki sana. Tunawashukuru matabibu hospitali ya wilaya na mkoa wetu kwa matibabu. Tunawashukuru madaktari bingwa Dr. Elias, Dr. Eva, Dr. Liza, wote katika hospitali ya taifa kuu Muhimbili, Dar es Salaam. Tunawashukuru mapadri kwa huduma mbalimbali za kiroho kwa bibi yetu. Mwisho kabisa tunawashukuru waombolezaji wote mlioshiriki nasi leo kumsindikiza bibi yetu katika siku yake hii ya mwisho. Mungu awabariki sana. Bwana ametoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana lihimidiwe. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.
Ndugu zangu mliokusanyika hapa, Bwana wetu Yesu Kristo mwana wa Mungu alipokaa hapa duniani alilia machozi kwenye kaburi la rafiki yake Lazaro. Huyu Yesu aliyeshinda mauti yupo sasa hivi kati yetu, tunapotangaza matendo yake makuu, tunaposoma maandiko matakatifu. Karibuni tusikilize neno la Mungu. Somo la waraka wa Ibrania sura ya 9 aya 24 mpaka 28. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndio mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu, wala si kwamba ajitoe mara nyingi kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Kama ni hivyo, ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Neno la Bwana.